Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameiagiza Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kusimamia vyema sera mpya ya mambo ya nje kwa kuendelea kulinda uhuru na heshima ya taifa, hususan kupitia mabadiliko ya teknolojia kutokana na utandawazi uliopo sasa, hivyo kuacha kugeuzwa shamba la bibi kwa kuwapa nafasi watu wa kutoka nje ya taifa la Tanzania kuvuruga amani ya nchi. Rais Samia ametoa maelekezo hayo leo Mei 19 mwaka 2025 jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na viongozi mbalimbali katika uzinduzi wa sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo la mwaka 2024, ikiwa ni miaka 20 tangu kuzinduliwa kwake Aprili 30 mwaka 2001, ambapo pia ameiagiza wizara hiyo kuendelea kutoa elimu kwa Watanzania na taasisi mbalimbali kuhusu sera hiyo. Kuna maendeleo makubwa ya teknolojia, na kwa kutumia teknolojia watu duniani wanaweza kufanya wanavyotaka, wanaweza kutusema wanavyotaka, wanaweza kutoa matamko wanayotaka. Niwaombe, katika matamko yanayotoka ni vyema wizara na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama mkajibu kwa haraka, mkachukua hatua za haraka, aidha kutoa ufafanuzi, kukanusha, au kama ni la kweli kukubaliana na kuchukua hatua za kurekebisha. Lakini tusiwe shamba la bibi kwamba kila mtu anaweza kuja akasema analolitaka, lipo Tanzania halipo, watu wakajisemea tu. Lakini la pili, tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku. Tusitoe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika. Watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Hapana. Nimeona klipu kadhaa za kunisema niko bias na nini. Nalofanya ni kulinda nchi yangu na ndio wajibu niliopewa. Kwa hiyo hatutatoa nafasi kwa kiumbe yoyote kuja kutuvurugia hapa, awe yupo ndani au anatoka nje. Hatutatoa hiyo nafasi. Kwa upande wake, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema uzinduzi wa sera hiyo ni nyenzo muhimu ya kutetea maslahi ya Tanzania duniani, huku utekelezaji wake ukitazamiwa kuzidi kufungua milango ya fursa na uchumi. Uzinduzi wa sera hii ni kielelezo cha jinsi taifa letu linavyoendelea kuimarisha nafasi yake kimataifa. Nimefurahi kusikia kuwa sera hii imeweka malengo mahususi ya kuendeleza kwa vitendo diplomasia ya uchumi ikijumuisha uchumi wa bluu. Kadhalika imetambua mchango wa diaspora katika kuchangia maendeleo na kueneza lugha ya Kiswahili ulimwenguni. Nitoe rai kwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na mabalozi wanaoiwakilisha Tanzania katika nchi na mashirika ya kimataifa kuhakikisha kuwa Zanzibar inanufaika kikamilifu na fursa za kiuchumi na kijamii zinazopatikana kupitia ushirikiano wa uwili, kikanda na kimataifa. Sote tuitumie sera hii kama nyenzo muhimu ya kulinda na kutetea maslahi ya Tanzania duniani na kukuza ushirikiano wa kikanda na kimataifa wenye manufaa kwa ustawi wa taifa letu. Aidha, nitoe rai kwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kuendelea kushawishi nchi marafiki kufungua ofisi za uwakilishi, yaani konseli kuu au balozi ndogo Zanzibar, ili kusogeza karibu huduma za kikonseli kwa wananchi na wageni wanaoitembelea Zanzibar kila mara. Akizungumza katika uzinduzi huo wa sera ya mambo ya nje,
Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmoud Thabit Kombo, amesema wizara hiyo itaendelea kuifanya Tanzania kuwa kisiwa cha amani, huku sera hiyo iliyoanza kufanyiwa mapitio mwaka 2021 akiitaja kama nguzo ya mikakati ya kuhakikisha Tanzania inaendeleza na kukuza ushirikiano wa kimataifa. Hamisi Mguta, Wasafi Habari.